Ni asante kwa ajili ya kikao hiki, kikao cha mafundisho. Baba, asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya kila mmoja, maana unatuwezesha tena leo. Macho ya mioyo tunatiwa nuru, tunapata kuangaziwa tena, tunapokea ufahamu wa neno lako. Unatusaidia Bwana kujitiisha katika neno lako na katika mapenzi yako. Roho ya Bwana akapate kudhihirika, akailete hiyo nuru ya neno lako ndani ya mioyo yetu. Baba, asante maana unatukuzwa na zinachengwa. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. So mwisho topic ya mwisho tulikuwa tunaongelea mafundisho ya muamini mpya. Hiyo ndio tunafaa tuelewe. Tuko hapa kama mafunzo ya muamini mpya, mafundisho ama mafunzo ya mtu ambaye anakuwa ameamini Injili, akiwa katika mwanzo wake kuna mambo anahitaji kujifunza. So kuna last tuliongelea kwa kuwa mimi ni mwanafunzi. Ilikuwa hivyo? Sasa mimi ni mwanafunzi, na tukaangalia tukajifundisha vizuri kabisa. So leo nataka tuangalie anyway, somo la last ilikuwa nzuri kwa sababu wakati mtu anaamini anafaa kupata kuelewa kwamba anahitaji aweko kwa tarasa, manake awe mwanafunzi. So tukaangalia nini maana ya neno mwanafunzi, tukajifunza. So leo mtu anapokuwa ameokoka, ako katika kanisa lake la mahali, anafaa kujua hili. So leo tunaongelea kumtumikia Bwana, kumtumikia Bwana. Jamani, handwriting nzuri sana Joshua. Maji yako inaweza fika huko kweli? Maji anaandika kama mimi. Iko chonjo sana bwana. Ja. Au nzuri. Ona yako hii. Ona hii yako. Hapa kwa handwriting watu wengi tunajaribu. Kujua niligundua kuna watu walifika form 4 lakini ukiangalia handwriting zao, unacheka tu, unasema hii ni nzuri kuliko zote. Kumtumikia Bwana. Kumtumikia Bwana. So mtu anapokuwa ameokoka, jambo moja la kujua ni nini? Yaani ndio kuokolewa ni ili utumike, si ndio? Ukiangalia kwa mafundisho ambayo yamepita mbele yetu kanisani, tumekuwa tukiongelea mambo ya kutumika. Tumeokolewa kwa ajili ya kutumika. Israeli wameokolewa watumike. Adamu anaokolewa, yani Adamu analetewa habari awe mtumishi, mambo ya kulima na kuitunza Edeni. So, inaongelea mambo ya utumishi. So leo tunataka tuangazie kumtumikia Bwana, kumtumikia Bwana. So tutaanza na kusema kwamba kutoka katika hatua ya wokovu, Yesu anakuwa Bwana wetu. Kutoka katika hatua ya wokovu, Yesu anakuwa Bwana wetu. Kutoka katika hatua ya wokovu, Yesu anakuwa Bwana wetu. Ukiangalia yani kutokea tu kwenye swala hili la wokovu, Yesu anakuwa ni Bwana wetu. Kwa hiyo wajibu wetu kama waamini unahusisha kumtumikia Bwana. Kwa hiyo wajibu wetu kama waamini unahusisha kumtumikia Bwana. Wajibu wetu kama waamini unahusisha kumtumikia Bwana. Wajibu wetu kama waamini unahusisha kumtumikia Bwana. So sehemu ya wajibu wa mwamini ni kumtumikia Bwana. Sehemu ya wajibu wa mwamini ni kumtumikia Bwana.
kutoka katika hatua ya wokovu. Hivyo ndio tumeanza kutoka katika hatua ya wokovu. Yesu anakuwa Bwana wetu. Yesu anakuwa Bwana wetu. Kwa hiyo wajibu wetu kama waamini unahusisha kumtumikia Bwana. Kutoka katika hatua ya wokovu, Yesu anakuwa Bwana wetu. Kwa hiyo wajibu wetu kama waamini unahusisha kumtumikia Bwana. Sehemu ya wajibu wa mwamini ni kumtumikia Bwana. Hata hivyo kumtumikia Bwana hakupaswi kufanywa kwa vigezo vya mtu binafsi. Hata hivyo kumtumikia Bwana hakupaswi kufanywa kwa vigezo vya mtu binafsi. Hata hivyo kumtumikia Bwana hakupaswi kufanywa kwa vigezo vya mtu binafsi. Badala yake kama ilivyofundishwa na kuakiswa katika maandiko. Ndarudia, hata hivyo kumtumikia Bwana hakupaswi kufanywa kwa vigezo vya mtu binafsi, badala yake kama ilivyofundishwa na kuakiswa katika maandiko. Hata hivyo kumtumikia Bwana hakupaswi kufanywa kwa vigezo vya mtu binafsi, badala yake kama ilivyofundishwa na kuakiswa katika maandiko. Yaani hili si swala la sasa umeokoka kumtumikia Bwana linakuwa ni machakuzi yako, namna ya kutumika, namna ya kufanya vitu. Yaani ni kama una maelekezo, wewe unafanya tu kivyako, yani unakuwa unajisimamia. Kumtumikia Bwana lazima ifuatwe sawa sawa na kila ambacho kimefundishwa katika maandiko. So Paulo aliandika kuhusu hili katika waraka wake kwa Warumi. Amani Warumi 12:11. So suala la kumtumikia Bwana limeandikwa. Tunajua hata suala la kutoa limeandikwa kwa Biblia, utoaji. Unajua watu wengine, unajua kuna kitu mtu anasema Mungu anafundisha watu watoe wapendavyo. Unajua hakuna kutoa upendavyo. Kuna maagizo na kutoa. Oi. Utoaji si kutoa ati upendavyo. Kuna mafundisho. Kuna maagizo namna ya kutoa. Yaani kuna namna muamini anafaa atoe utoaji wake. So sisi ujue Mungu anaangalia tu moyo, bora tu umetoa moyo na moyo mkunjufu. Una kitonda humu chaumia, wanapenda utoaji ambao mtu amefurahia. Sasa maji unapata 10,000 alafu unatoa 50. Ati unajua afadhali kutoa kile kidogo kwa moyo mweupe bila kulalamika. Maandiko haifundishi hivyo. Ukweli tumetumia maandiko pia vibaya. Kichache na moyo mweupe. Bwana. Wewe toa kingi na moyo mweupe. Mtu anatoa kichache alafu anasema unajua bora tu umetoa na moyo mweupe. Hapana. So Paulo anasemaje kwa Warumi 12:11? Kwa bidii si walegevu. Kwa bidii. So kumtumikia Bwana bidii inahusishwa. Kwa bidii, si walegevu. Mkiwa na juhudi katika roho zenu, kimtumikia Bwana. So neno la Mungu linafundishaje kuhusu kutumika? Inasema kwa bidii. So kumtumikia Bwana ni kwa bidii. Si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu mkimtumikia Bwana. Kuna kitu moja nimekuwa nikiwasa jana. Kwa nini watu wengi makanisani? Nimetumia neno makanisani, si ndio? Kwa nini watu wengi makanisani wakati mtu maisha yako mzuri, sio rahisi yahusisha kanisa? Yaani wakati maisha iko
mteremko. Si rahisi umsikia na mtu anakuja anasema kanisa limeplay sana kwa maisha yangu, hata vile ambavyo mnaniona hivi, nalipenda kanisa langu, limehusika sana kwenye kufanikiwa kwangu. Lakini ni jambo rahisi sana wakati mtu mambo hayaendi vizuri kuhusisha kanisa. Hasira kwa kanisa, anatupa kwa kanisa. Yaani kama kanisa, wao unajua kanisa ni wapi alija play role na kanisa linaomba. Si ndio Nimekubalia hiki kitu nimekiwasa sana kwamba wakati mtu wa maisha yako mteremko, si rahisi ya kanisa lihusike. Hata ni rahisi sana akiongea aseme ni bidii yake, ni juhudi zake, bila hata kutaja Mungu, aseme Bwana, yani na akili zingine hapa za kuunda vitu kama hizo. Lakini wakati ambapo Mungu amekufanikisha, si rahisi mtu akuja aseme jameni, mkiniona hivi kanisa limeplay part kubwa kwenye maisha yangu. Saa hii niko sawa, maisha iko stable, nilipata kazi, mshahara si mbaya, lakini kikiharibika kanisa litajua kwa ubaya. Lakini si rahisi kanisa lijua kwa uzuri wakati mtu anakula By the way, it's sad. Ni vibaya. Ni vibaya sana. So, kuna hilo neno si walekevu. Kwa bidii si walekevu. Hili neno si walekevu naweza kuliandika chini. Linamaanisha kutokuwa mfifu. Kutokuwa mfifu. So inaonyesha kumtumikia Bwana pia mtu anaweza akawa mfifu. Neno si walekevu. Hili neno si walekevu. Anasema kwa bidii si walekevu. Lina maana ya kutokuwa mfifu. Kutokuwa mfifu. So kama kuna kutokuwa mfifu inamaanisha katika kutumika mtu anaweza akawa mvivu. Alafu kuna neno juhudi. Mkiwa na juhudi. Hilo neno juhudi. Hili neno juhudi hutumika kurejelea kiwango cha kuchemka kwa vimiminika. Yaani ni kama for example wakati una boil maji, vile unaona maji ikichemka, unaona vile maji inaruka hivi ikichemka. So neno juhudi linatumika kwa vile namna ambavyo unaona kitu kinapoi. Unaona neno juhudi. Nimesema neno juhudi urejelea kiwango cha kuchemka kwa vimiminika. Yaani namna ambavyo kitu unakuwa unachemsha kitu vile hiyo kitu huwa ina boil ikiruka hivi sawa na maji. Kama wale ambao wameshaichemsha maji ya kutengeneza kuku, ile kuku amekomaa vizuri. Kwa nyumbani unaambiwa weka maji kuku wa chinja kuku fulani. So hiyo maji isipochemka unakuta manyoya itakuwa ngumu kutoa. So maji ilikuwa inachemka vizuri ndio inakuwa rahisi. So juhudi hapa manake uwe na kuchemka ndani yako. Kama vile ile unaonanga ile maji na poi. Inachemka. So neno hili linamaanisha kitu ambacho kinafanywa kwa bidii na shauku. Ili neno juhudi. Hapa pa kwanza nimesema hutumika kurejelea kiwango cha kuchemka kwa vimiminika, yani hiyo ni mfano wa kuangalia picha ya namna ambavyo shauku yako inafaa iwe vile ambavyo unaona maji kichemka. So linamaanisha nini? Linamaanisha kitu ambacho kinafanywa kwa bidii na shauku. So shauku yako inafaa iwe inachemka. Inafaa iwe hayo kunaona umeshaichemsha kitu unaona vile kinapoi. Kinapoi. So moyo wako kunafaa kuwe hivyo. Uwe na ile shauku, si tu shauku ya kawaida. Kuwe na shauku ya inayochemka ya kumtumikia Bwana. Ya kutumika. Hii ina maana kwamba shauku alafu pia juhudi, shauku na juhudi. So unaweza weka shauku kakoma, juhudi,
alafu weke na mtazamo. Na mtazamo, hii ina maana kwamba shauku kakoma na alafu shauku, alafu sasa weke kakoma, alafu na mtazamo wa uwajibikaji. Na mtazamo wa uwajibikaji. Hauwezi kuachwa wakati huduma ya Bwana inahusika. Hauwezi kuachwa wakati huduma ya Bwana inahusika. Hii ina maana kwamba shauku, juhudi na mtazamo wa uwajibikaji hauwezi kuachwa wakati huduma ya Bwana inahusika. Linapofika tu suala la kutumikia Bwana ama kumtumikia Bwana, shauku, juhudi na mtazamo wako kuelekea kumtumikia Bwana lazima vihusike. Yaani linapofika kwenye suala la kutumika, shauku, juhudi, namna ambavyo moyo wako unachemuka kumtumikia Bwana inafaa iwe juu sana. Lakini tunajua mara nyingi unakuta shauku ya watu kwenda kazini walipwe mshahara inakuwa juu kuliko ya kutumika kanisani. Unajua mtu anasema unajua kanisani hatulipi, si mahali unalipwa. Ndio mpaka watu wanahusisha, wakati mwingine unafanya kazi nyingine unasikia wewe unafanya kazi ya kanisa kwa sababu hatalipwa. Lakini mnajua hapa duniani unalipwa vitu vinavyoharibika. Kweli si kweli? Lakini kumtumikia Mungu thawabu yako ni sio haribika. Thawabu yako ni sio haribika. So kumtumikia Mungu unafanyia kisicho haribika. Glory to God. So wakati unatumikia Bwana lazima kuwe na shauku na juhudi, kuwe na mtazamo unaochemka ndani mwako kwa ajili ya kutumika. So Paulo katika mistari inayoendelea na iliyotangulia aliakisa maana ya kumtumikia Bwana. Paulo katika mistari inayoendelea na iliyotangulia aliakisa maana ya kumtumikia Bwana. So tutaangalia kwenye Warumi 12:12. Hiyo tumesoma, tulianza kusoma Warumi 12:11. Paulo katika mistari inayoendelea na iliyotangulia aliangazia maana ya kumtumikia Bwana. Aliangazia maana ya kumtumikia Bwana. Paulo aliangazia maana ya kumtumikia Bwana. Tutakuwa tunaangalia Warumi 12 kuanzia 12 mpaka 21. Warumi 12 kuanzia 12 mpaka 21. Kwa tumaini mukifurahi katika dhiki. So katika dhiki mnahitaji kufanya nini? Katika dhiki mnahitaji kufanya nini? Wakati kanisa linapitia dhiki. Wakati kanisa linapitia dhiki, tunahitaji kufanya nini? Furahi. Bali tuombee kanisa kwa jumla. Not this church pekee. Tuombee kitu kinaitwa kanisa. Tuombee kanisa na tusi Kenya peke yake. Tuombee kanisa mataifa. Okay, kanisa la Bwana all over. Tuko pamoja. Tuombee kanisa la Bwana. Kanisa la Bwana ni moja. Tuombee kanisa. Na shake up inakuja ambaye itakuwa kali sana. Na shake up inakuja kwa kanisa la Bwana ambaye itakuwa kali sana. Itakuwa kali sana. So tunahitaji kuombea kanisa la Kristo na kuwakumbuka wachungaji ambao wako juu ya makanisa yale. Unaelewa? Kuwaombea sana wachungaji. Inaweza pelekea makanisa mengi kufungwa. So tuombee kanisa kwa bidii. Kanisa lisipoomba litakuwa attacked. Na kuwa attacked maana yake vile viumbe majitu yale yatatumia wapi? Yanatumia hao viongozi. So fanya hivyo, si kitu rahisi. Tafadhali chukua msiko ndani yako kwa ajili ya kuombea kanisa kwa jumla. So kwa tumaini mkifurahi katika dhiki. So kanisa linapokuwa katika dhiki mnahitaji kuwa mnafurahi, si ati mnahuzunika, mnafurahi. Anasema mkisubiri katika kusali. So kusubiri ni katika kufanya nini? So si swala la kuwa tunakaa tunangojea. Kungojea ni kufanya nini?
ni katika kusali. Mkitumu, so ni mwendelezo. Kusali ni mwendelezo. 13. Kwa mahitaji ya watakatifu. Kwa mahitaji ya watakatifu Mkifuata ukarimu. So kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu. Mwamini anafaa awe mkarimu. Tuko pamoja? Mwamini anafaa awe mkarimu, sio mkono birika. Birika ikitoa chai huwa itoi yote, anatumia hivyo. Ni mfano tu. Unaelewa birika za nyumbani? Ukimwaka chai hivi, hata ufanye hivi mpaka itapaki kidogo. So sio mkono birika. Mwamini anafaa awe mkarimu. Anasema katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Katika kukaribisha wageni mkijitahidi. 14. Wabarikini wanaowaudhi. So wanaowaudhi mnawabariki. Barikini wala msilaani. Msifanyaje? Wazi. Msilaani. Usileta habari za Nuhu hapa. Kulaani, kulingana vile tumejifunza, kulaani inamaanisha kubariki ni kusuia, si ndio? So msisuie. Unaona? Msisuie watu. So anasema hebu ngoja, barikini wala msilaani. Barikini. So muwe baraka kwa watu. Manake hata kama wanawaudhi, msikose kutembea kwa namna ya kiungu mbele yao. Endelea kutembea kiungu kabisa. Endelea kutembea kiungu kabisa. Waone Mungu ndani yako. So unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza hii ni wakati mzuri wa kusema hili. Kuna wakati nimeota ndoto. Niko nyumbani. Na nikapatana ndugu, baba yangu, ndugu yake, so mtoto wake. So ni makasi, ni kama brother. Sisi tunaitana brother kwetu nyumbani kama brother. So ni watoto wa baba yangu, ndugu ya baba. So mmoja akaniambia hivi, nilipofika hapa akaambia na akasema kwa sauti, wengine walikuwa pale na watu wengine, akasema huyu alichukua, huyu ndio kama baba yake kabisa. Huyu yani sauti, huyu tu ndiye alichukua kila kitu cha baba yake. Sasa ndio nijua sungumzi baba wa mwilini. Kuna kitu akasema kwamba baba yako hakuwa anafukuza watu. So jaribu sana watu wanapokuja kwako usifukuse hata mmoja. Hii message ni kali. Nataka usikie statement. Kwanza huyu ni kama baba yake kabisa. Ni kama baba yake kabisa, hata sauti, kila kitu. Sasa maneno yaliyofuata ni kwamba baba yangu hakuwa akifukuza watu. So watu wakija kwake, unaelewa mtu kufukuza mtu ni wakati ameanza kutembea vibaya. So hakuwa anafukuza watu. Alikuwa anakaa nao. So akaniambia na mimi watu wakija kwangu nisiwahi fukuza nikasema hii inakaa aje hii tena. Ngaje? Maji unafikia ni mtihani kidogo. Unajua kanisani kuna watu wanatembea kanisani shingo juu. Hata siwezi. Kuna watu wako hapa mtakuwa na kanisa. Unajua itakusaidia kwamba pastor aliwahi sema kitu mahali. Sasa si rahisi. Kuna watu wanatembea shingo juu. Yaani unaweza kaa tu chini. Mnaona milia hata akitoa jasho hapa. Sasa hivi tunaongea pale na baadhi watu wamekuja hivi. Hiyo kanisani ni mahali peke yake. Unaweza pia mtu usiende anasema sitieni. Alafu unaona amebeba bag. Anaenda rosario. Yaani hana wasiwasi. Kabisa. Hana stress. True. Ila unaweza fika mahali usimame kwa pulpit. Fulani na fulani, endeni mtafute makanisa yenye mtatembea vile mnapenda kutembea. Si hapa. Ufukuse kabisa. Lakini sasa unaambiwa aje? Hey. By the hiyo ilipika 10 ni. Na wakati sasa hiyo unapata ujumbe kama huo, ni wakati ambapo moyo ni mzito. Kuna watu unaangalia kabisa unasema yani
Yaani umkute tu kwa barabara mwambie usikuja kanisani tena, kaa kabisa na watu usiwahi onekana, tafuta kwenye utatembea vile unataka kutembea. Alafu unaambia usifukuze. Kwa sababu hiyo siko inaongelea watu wa mwilini. Maisha yetu tu ya kawaida ya mwilini ni tofauti. Kuna mtu anatembea, anaweza akatembea kwa kutokuwa kwa njia inayostahili, ukamwambia fulani wewe kaa tu mbali na mimi tafadhali. Lakini sasa ikija kwa suala la huduma, haya wewe tafakari hayo. So anasema mbariki wala msilaani. So msisuia watu. Number 15. Furahini pamoja nao wafurahio. Lieni pamoja nao waliao. 16. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Mpatane nia zenu ninyi kwa ni namna kutembea katika umoja. Msinie yaliyo makuu. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili. 17. Anasema msinie yaliyo makuu. Kuna wakati mtu anataka kufanya vitu kuliko kupita hata Biblia. Kaa kwenye Biblia. Usifanye vitu yani kupitilisia. Unajua kuna mtu anataka afanya vitu zaidi yenye hata Biblia ifanye. Kuna vitu nyingi naviona kwenye mitandao. Nasema tu Mungu aturehemu. 17. Msilipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. 18. Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. So kama yamkini kwa upande wenu. Kwa upande wenu anaongelea. So kuna mwenendo katika Kristo ambao muamini anafaa tembea ndani yake. Mtakuja kukundua kitu moja wakati Mungu anamwambia Ibrahimu kuhusu nchi. Kitu cha kushangaza chenye nilikuja kuona hapo, hakumwambia akae kwa nchi. Anamwambia atembee. Aitembee hiyo nchi. Kule kutembea ni mwenendo. Na huo mwenendo, neno hilo ndio limetumika kwa Enoko pia. Alitembea pamoja na Mungu, mwenendo. So wakati mtu anaokolewa, kuna namna huyu mtu anafaa fanya nini? Atembee. So ninaposema hivi, wakati mwingine inakuwa ngumu wakati ambapo mtu anatenda dhambi ama anafanya vitu ambavyo havikufurahishi. Usianze kufika mahali alafu ukae kama unataka kuona kwamba huyu amepoteza wokovu, ataenda jehanamu. Unafaa upaki pale kwamba huyu wako katika Kristo Yesu, ameamini tu, lakini njia zake ndio mbaya ambaye anahitaji msaada. So anasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. So kama unaambiwa ukae na amani na watu wote, amani yenyewe ipo kwa watu. So inaonyesha kuna watu ambao hawataleta amani kwako, si ndio? Wataleta mambo ambayo hautapenda, lakini jitahidi sana. So hii ni swala la bidii. Haleluya. Kujaribu kutembea na amani kwa watu wote. Na hii inahusisha pia kwenye tunaishi. Unatembeaje kwenye plot? Kazini? Tukija kwa plot, wewe mtu anaweza kusifia, majirani wanaweza kukusifia. Unajua kuna watu wamesuia majirani kuja kanisani na wameokoka. So hii unaangalia kabisa unatembeaje na watu kwenye mahali unaishi, kule kazini, namna una associate na watu. Endelea. 19. Wapenzi, msijilipize kisasi. So waamini wanaitwaje? Waamini wanaitwaje? Wapenzi. Na akiwa mmoja? Wewe ndio Biblia iko kijana. Wakiwa wengi, maana ametaja wapenzi kwa sababu anaongelea nini? Watu. Zinakiwa mmoja. Lakini kisasi cha leo, jaribu uite.
Kisasi cha leo utafurukwa mbaya sana. Endelea. Anasema bali pisheni ghadhabu ya Mungu. Hapo rudia tena huko. Anasema 19. 19 anasema wapenzi, msijilipize kisasi. Msikilipize kisasi. Bali pisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa, anena Bwana. Sasa hapa ndio wakati mwingine ngaje sehemu yetu si hapa, lakini napeana tu tondo. Hii ndio mistari watu wengi wanatumia, Wakristo wengi wanatumia hii. Anasema kisasi ni cha Bwana, umenichokosa, kisasi ni cha Bwana, Bwana atakulipa. So hebu niwaulize, malipo ya Bwana kwa wanaotenda mabaya ni kani? Ni wema, si ndio? Ufikia pale, wacha hasira zako. Hasira zimekufika huku kwenye zimekufika, wacha kuhusisha Mungu kwamba umenikosea, utaona vile Mungu atakulipa, atakupika. Wewe si Mungu, my friend. Hata wewe mwenyewe kuna mwenye umekosea. Yes. Wapenzi, msikilipizie kisasi. Anaonyesha kwamba tenda wema. Mtu amekutendea mabaya, usimrudishie ubaya. Alafu anasema bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. So Mungu huyo mtu manake mwachia nani? Mungu ashughulike na yeye. Mungu atashughulikaje na yeye? Kumsaidia. Na ikiwa kwa sababu Mungu yuko ndani yako na huyu mtu hataki, amekuchokosa, hebu nikuulize, ukianza kupika watu wa Mungu, Mungu atakuwa kwenye shughuli zako? Sasa Mungu asipokuwa kwenye shughuli za huyo mtu, ni nini kitafanyika kwake? Shetani ndiye anamtawala. Obvious. Jamaa wako huku rohoni wanatafuta kazi. Ndio unakuta wakati mwingine ukichokoswa, using'ang'ane na kuanza kutaka kujitetea. Unatulia tu. Naambia Mungu msaidie. Ndio sababu kuna mtu kwa Biblia baada ya kukosewa, nafikiri alikuwa Stefano, alisemaje? Aliwaombea kwamba wasihesabiwe, yani wasipate mabaya, si ndio? Wasipate mabaya kwa sababu ya kile ambacho amefanyiwa. Kwa sababu anamuombea rehema za Mungu, anaomba msaada wa Mungu uwe kwake. Kwa sababu kila wamenifanyia, Mungu akikaa mbali na wao, ni nini next? Mauti, si ndio? Obvious, mauti ama watamalizwa. Endelea. So Mungu hapa kuipisha ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Mungu alipi kwa ubaya. Sasa itakuwaje Mungu akwambie usilipe mabaya kwa mabaya, alafu sasa ati mumwajie yeye alipe mabaya? Ati usiue alafu yeye auwe? Haiwezekani kabisa. So mwana wa Mungu ambaye ameokoka hapo kanisani afaa aelewe huu mwenendo. Mwenendo wetu katika Kristo Yesu ni tofauti. Tulipookoka, wokovu umekuja na mwenendo wake. Sasa tunaacha kutembea kama watu ambao tulikuwa tukijaokoka, tunatembea kama watu wa imani. Haleluya. Hebu nikuulize, mtu amesimama na wewe. Mtu amesimama na wewe katika hali ambayo uko ndani. Alafu usikie kwamba huyu mtu ameongea vibaya kwako. Alafu huyu mtu akuja apate shida. Utamsaidia? Ama utasema nimemsikia sana huyu mtu kwangu kwa unaona, acha akae. Kumbuka wema, si ndio? Angalia wema wa mtu kwenye maisha yako. Endelea. 20. Lakini adui yako akiwa na njaa. So, lakini adui wako akiwa na njaa. Hapa adui ni nani amemfanya mwingine adui? Nani atakuwa amemfanya mwingine adui? Sasa hapa adui si shetani. Kwani shetani akiwa na njaa umlisha? Adui wako. So ni nani anafanya huyo mtu awe adui? Yaani ni nani ameleta uadui? Inafaa iwe ni yeye, si ndio? Si wewe unamuona kama adui. Unajua muamini hufai kumuona mwenzako kama adui. Milton, mtu ndiye anafaa kuone wewe adui. Haya, Adamu na Mungu, nani aliona mwingine kuwa adui? So si Mungu, si ndio?
So sisi tuna roho wa Mungu ndani mwetu. Hatufai kuona watu kama maadui wetu, si ndio? Ama maadui zetu. Sisi tunafaa tuone huyu anayekukosea, tumuone kama mtaji wa Mungu. Mungu anamhitaji huyo mtu amtumikie. Anaweza kuwa ameokoka lakini anatembea vizuri. Huyu mtu ni mtumishi wa Bwana, nahitaji kumwombea. Nisimpakue kama adui yangu. Haleluya. Amen. Lakini adui yako akiwa na njaa ufanye nini? Mlishe. Akiwa na kiu mnyweshe. So inamaanisha wewe usimuone kama nani? Adui. Tuko pamoja? Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. So mambo ya makaa kichwani pake inahusisha mtu anakufanyia mabaya na wewe unamtendea mema. Ni nini kitafanyika ndani yake? Ni sawa na kuweka makaa juu ya, maana kuna hukumika fulani. Kuna kitu ataanza kuhisi ndani yake tofauti. Yeye anakutendea mema na wewe anakutendea mabaya, wewe unamtendea mema. Yaani mtu anakaa chini mpaka anajiuliza wewe ni mtu aina gani? Unaona ule ubaya unamrudia, anaanza kuhisi ubaya wake kwako. Unaona? Haleluya. Amen. Makaa ya moto kichwani pake, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wote. Amen. Sasa ni mambo mazuri kabisa. So tuangalia maelezo ya Paulo kuhusu maana ya kumtumikia Bwana katika muktadha. Tuangalie maelezo ya Paul ya kumtumikia Bwana katika muktadha. Tuangalia maelezo ya Paul ya kumtumikia Bwana katika muktadha. Yaani kumtumikia Bwana, anapoongelea kuhusu kutumika kwenye muktadha huu, Paulo maelezo yake anaelezaje namna ya kumtumikia Bwana. Number 1, maombi. Maombi. Hiyo ni Warumi 12:12. Kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkitubu. Maombi. So tunamtumikiaje Bwana jameni, watu wa Mungu? Kwa kupitia nini? Maombi. So unapokuwa unaomba, unatumika ama utumiki? Unatumika. Haleluya. Muktadha huu tunaangalia kwenye muktadha wa maelezo ya Paulo kuhusu kutumika. Kutoa. 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 Hiyo ni ya pili. Kutoa. In bracket, ukarimu na kuhudumia ndugu. So unapokuwa unatoa ukarimu na kuhudumia ndugu, unakuwa unamtumikia Bwana. So mtu anaweza kuuliza, nitamtumikiaje Bwana? Katika kusali, kutoa, ukarimu na kuhudumia ndugu. Unajua hapa neno ukarimu lina uzito mkubwa. Ni wakati mtu anafika mahali anachinyima ili mwingine akule. Tuko pamoja. So si tu ukarimu yeye, ukarimu yetu hii ya tunaelewa, ni ukarimu ambayo mtu ana risk maisha yake kwa ajili ya mwingine. Unajidhabihu, unajitoa. Unaenda Western, Pandakari pale, kaangalia ndugu mwenzako pale, kasimama, ukamsimamia, ukamwambia wacha mimi nisimame, nitavumilia mpaka Western. Unajitoa kwa ajili ya mwingine. Siku hizi. So kuna kutoa, ukarimu hapa zimesema neno ukarimu hapa lina uzito mkubwa. Alafu na kuhudumia nini? Ndugu. Unapokuwa unahudumia ndugu hapa tunaongelea waamini wenzako. Haleluya. Waamini wenzako. Unapokuwa unawahudumia, kuwasaidia, kutembea, ukarimu manake unatoa vitu kwa ajili yao, yule ambaye amepungukiwa unamjaza, vitu kama hizo. Wewe ni kumtumikia. Number 3, nia moja. Nia moja. Uliona hilo neno muwe na nia moja. Yaani kwa nikasema ni ile umoja. Nia moja. Alafu upendo kati ya waamini wengine. So kumbe kukuwa na nia moja ni kutumika. Haleluya. Yaani wakati watu wanaenda huku
Hii naye ni kali sana. Yaani wakati watu wanakaa wanapanga kitu, uko pale, hata wewe unachangia, unaleta namna ya mambo kukaa. Haleluya. Wakati watu wanaenda huku, mnaenda wote. So wakati watu wanaenda huku na wewe uendi kule, unaenda kwingine, unamtumikia Bwana. Margaret, leo si umeelewa nini? Kumbe ni kitu kadogo ka urahisi tu. Milton, imekaa vizuri. Nia moja. Kuna ulitufundisha kuwa na nia moja, si ndio? Tulisahau haya mafundisho. Kuwa na nia moja. Kufanya kitu kwa pamoja. Mwili wa Kristo unachengwa pamoja. Jichukulia kwamba wewe ni kiungo, wewe ni kiungo, wewe ni kiungo. Kiungo kimoja kisipofanya kazi yake inavyostahili, mwili wote utapata nini? Shida. Sasa ukipata sikio moja likiuma, utakuwa comfortable. Hata kuja tu, makuja moja tu ikiuma, mwili wote utauma. So kwenye kanisa ni the same. Wakati watu wanaenda huku, wewe tu mtu mmoja unatembea nje ya watu wengine, unawaumiza, unafanya mwili uwe dhaifu. Kuna watu wanafanya kanisa liwe weak. Tutasimama tuseme tuseme aje wakati mnakutana, sisi sio wadhaifu, tuna nguvu katika Kristo. Lakini ukweli na kwamba kuna mtu amevaa weekend kanisa liko weak. Ndio tutatamka spiritually, unatamka huko, lakini unakuta kuna vitu ambavyo viko weak. Kwa sababu kuna mtu aplay part yake vile inavyo stahili. Haleluya. Alafu upendo kati ya waamini wengine ni kumtumikia Bwana. Tembea katika upendo. Hizi chuki huwa zinatoka wapi kanisani? Chuki, unamchukia huyu, uongei na huyu. Kanisa moja, mwili. Mkono huu ukikataa kucooperate na mkuu, utakuwa na amani gani? Wakati kiungo moja kinaanza kuuma na vingine vilikuwa viko na usalama, hiki kingine kikiuma, unaona bila kinaleta shida kwa viungo vingine. Unaangalia mwingine, mara alikusengenya, mara alikukosea. Yesu angeangalia vile tunaangalia hivi, tungefika wapi? Makwaso hayawezi yakakosekana kanisani. Makwaso siku zote yako kanisani. Hakuna kanisa perfect. Hata wewe mwenyewe si perfect, si ndio? Sasa nashangaa vile ambavyo mtu si perfect anatafuta kanisa perfect. Peleke upaya wako huko. Hiyo kanisa ndio alisema kama kuna kanisa perfect, ile siku uliingia tu hapo. Ilikosa kuwa perfect. Yes. Yaani wewe mwenye bwana una mapungufu, alafu mimi natafuta kanisa liko perfect. Hili letu limenichoka hivi. Nimelichoka kabisa. Kanisa ndugu, kanisani makwaso yapo. Hayana buti kutokea. Ndugu atakukwarusa, ndugu atakusengenya, ndugu atakwambia wewe hata uongozi vizuri mkutano. Uliomba lakini maombi yako haichapenya. Anakupika tu makombora, mawe masito juu yako kabisa. Hiyo isikufanye uanze kutembea. Unashangaa hii ni ujumbe ama ni makombora yanalete? Makombora yanakuja masito. Yaani unakuwa tu na sauti mbaya, uliipa tu vitu zingine. Yaani ni ujumbe ama Mildred, kanisani watakukuasa. Hakuna mahali pako perfect. Watu wenye wako makanisani wanasimamia kitengo chenye milio unasimamia. Wako tu kama wewe, bila tu unalia hapa hivi. Ama unafikiria kuna mahali kwingine huko ndio watu wako salama wanatulia. Viwango ndio tofauti tu. Hata kwenye tulilaliwa ila mko mashahidi nyinyi. Kwanza tena huko mama ndiye alikuwa anasimamia. Mama. Wewe hii kitengo. Wanaume hatuwezi. Hii mili wanaume hatuwezi. Huyo mama alikuwa anafika mahali mpaka anasema sasa hata ibada iendelee.
Basi ibada iendelee na ana time katikati ya ibada. Mniambie vile nitapata hicho. Na anako serious, anachukua kikapu anaanza pale. Na hitaji 10,000 hapa unipatie. Enda kwa mfuko ile ulikuwa umeficha ya ndani kabisa ya sukuma ile. Ndio utaniwekea. So si kitengo rahisi Mildred. Kuna hitaji uvumilivu na kumngojea Bwana kwa maombi. True. So wakati ambapo utasikia mtu amekukwarusa kanisani, isiwe sababu ya kununa, isiwe sababu ya kukasirika. So kama mtu amekuongea vibaya kanisani, ukitaka huyu mtu arekebishe, unahitaji utembee nini? Kwa upendo mbele yake. Umeshawahi jua kasi ya adui ni wakati ambapo nimekuongea mabaya alafu umekasirika. Wakati tu umekasirika umempa adui nini? Kushinda. Sasa nimeshinda sasa. Unaona? Adui anafanya nini? Anafurahia. So, adui anashindwa wakati ambapo mtu anakutendea mabaya na wewe haulipisi mabaya. Ndio ushindi wako dhidi ya adui. Mpingeni shetani atafanya nini? Yes, utapingaje? Kwa kutenda wema. Haleluya. Namba 4. Waheshimu waamini wengine. Namba? Hiyo upendo ilikuwa pamoja na nini? Nia moja halafu kakoma upendo kati ya waamini wengine. Siko pamoja. Yeah. Kutoa iko pamoja na ukarimu na kuhudumia ndugu. Nia moja iko pamoja na upendo kati ya waamini wengine. Alafu namba 4 kuwaheshimu waamini wengine. Basi hatujafundisha somo la heshima, hatujafundisha. Mungu akitujalia tutafundisha kanisani kuhusu heshima. Heshima ni fundisho kubwa. Heshima. Na heshima ndio iko katikati ya hizo amri 10 zile. Heshima ndio iko katikati. Ndio inajumulisha, ndio inaunganisha amri zote mbili. Kuheshimu baba na mama. Heshima ni somo kivyake. Huwezi fundisha mwaka mmoja. So najua watu wengi hawaelewi nini maana ya heshima. Lakini nitakuja kufundisha. Haleluya. Heshima haikuji tu kwa kusema fulani na kuheshimu. Hiyo si heshima. Heshima ina mambo yake. Inakuja na matendo yake. Unamheshimu maji, unampaia longi. Unamheshimu ile, mnunulie sweta, mnunulie jacket. Baada heshima si swala la mdomo. Bwana mimi na waheshimu ndugu zangu mlioka. Sasa unaenda unakuta vijana wamekaa. Vijana na waheshimu sana. Halafu so heshima ni neno ndogo na lina uzito mkubwa sana. Sio somo letu, tutakuja kujifunza wakati wake. So pia kutumika, utaandika pia inachumulisha. So tumeangalia vitu haya mambo tumeangalia, tumesema Paulo ni muktadha wa Paul kuhusiana na maana ya kutumika. Alafu chini kabisa andika pia inachumuisha uinjilisti stroke kuhubiri injili. Uinjilisti stroke kuhubiri injili. Bado ni kutumika. Kumtumikia Bwana. So mtu anapofanya uinjilisti anatumika, si ndio? Mtu anapokuwa anahubiri injili anafanya nini? Ni utumishi bado. Haleluya. So wengi tunajuanga gani? Hii ya uinjilisti na kuhubiri injili. Mtu asipopewa nafasi ya ubiri kanisani, anasema mimi Bwana nanyima kumtumikia Bwana. Utoe basi. Kuna kutoa, tembea kwa upendo, tembea kwa ukarimu. Si lazima tu ubiri, si ndio? Tunaona ni kutumika ni neno bana. So inahusisha pia uinjilisti na kuhubiri injili. Alafu tu
Hiyo 1 ni uinjilisti stroke kuhubiri injili. 2 wanafunzi stroke kuwafundisha waamini wengine. Wanafunzi, unapofanya wanafunzi unatumikia Bwana na kuwafundisha waamini wengine. Maanake katika kule kufanya wanafunzi kuna kufanya nini? Kuwafundisha waamini wengine. Wakorintho wa pili 5:17 na mpaka 19. Soma kwa haraka tuone. Pili 5 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mpaka 19. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Alitupea huduma ya upatanisho. 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Amen. So kazi yako ni kupatanisha watu na tuangalie maelezo ya Paulo kwa waraka wake kwa Wafilipi. Pia tuangalia maelezo ya Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi. Wafilipi 2:6 mpaka 9. Wafilipi 2:6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. 7, baada ya kujifanya kuwa hana utukufu, alijifanya kuwa na utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa Mungu kuwa mwanadamu ni kujifanya kama hana nini? Utukufu. Akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. 8, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. So wewe ni Mungu anaongelewa. Mungu alifanyika nini? Mwili. Alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. So Yesu kwenda Mungu huyu kufanyika mwili na kwenda afe. Mbona Yesu kufa alilasimishwa ama ilikuwa hiari yake? Ilikuwa hiari, si ndio? Ilikuwa hiari yake, si ndio? Aliamua mwenyewe afe. So shetani alimuua Yesu. Shetani alimuua Mungu. Nani aliua Mungu? Hakufa. Yesu hakufa. Hata kuna kitu uliandika hebu ujaribu kuelezea. Niliona kuna kitu sijui wewe ndio uliandika hapo. Na mimi uliandika kwa Facebook kuhusu Mungu kuuawa. Kuna post na wewe ndio uliandika. Kuuawa. Hata wewe umesahau. Ilikuwa Facebook uliandika kuhusu. Kuna vitu mambo ndio uliandika lakini ukasema sijui na sitaki kusema vile uliandika. Nimekumbuka. Acha nisome. Ilikuwa ya Kizungu. Acha asome na kitu niliona kitu. Satan already did his worst. Soma kwa sauti. Satan already did his worst. He killed Jesus, and it turned out to be the best part of humanity's story. So because of Jesus, we should no longer fear or expect the worst. With God in our story, even the worst becomes the means towards a greater good. Fafanua. Tusaidie kuelewa kidogo.
Oh, yeah, I think waandishi wenyewe sio yangu, nilikuwa kushia waandishi ya mchungaji mwingine. Naamini Kenya alikuwa anamaanisha ni kwamba akisema Yesu alimuua, shetani alimuua Yesu, kwamba watu wenye walihusika kumuua Yesu walikuwa wamekuwa na shetani. So ingawaje Yesu kama Yesu mwenyewe shetani hawezi akamwangamiza, lakini Yesu alijitoa katika maisha yake, na wale wenye walihusika kumuua walitumiwa na shetani. So shetani aliwatumia kuangamiza Yesu. Kwa maana Paulo anaambia Wayahudi, nyinyi ndio mlimuua yule mkuu wa Simba. So ni watu walikuwa wamekuwa na shetani walimuua Yesu. So ulimwengu wao ulisherekea kwa mauti ya Yesu kwamba tumeshinda. Umeelewa? Ndio anasema ile kitu mbaya kabisa ni shetani angefanyia Yesu. So ile kitu mbaya kabisa ni shetani angefanya ni kumuua Yesu. Ndiye alimuua Yesu. Na Yesu akaonyesha kwamba kile kibaya kile shetani anaweza akafanya ni kitu kidogo kwake. Sasa siku ya tatu alifufuka akashinda mauti. So anasema wasta shetani huwezi kuwa compared. Sasa shetani kama angejua, unajua shetani alijua vizuri Yesu alijua, lakini hakujua nini kitatokea mbele. Hakujua what next. Tutakuja kujifunza wakati mwingine. Hebu nikuuliza, shetani angejua kila kitatokea, angemua? Angehusika? Maana macho kishacho. Sasa kama ni kukua ndio ni kama kitu kimepandwa alafu kimee zaidi. Yes. Acha kushangaza. Maana wakati Yesu alikuwa hapa duniani, hakuna mtu alikuwa anajua kama yeye ni Mungu. Hata wanafunzi wake. Na shetani anatumia kile watu wanajua. So kama watu hawajui shetani, so inamaanisha shetani hajawahi kujua kama Yesu ni Mungu. Umeelewa sasa? Aliona shetani kama manabii wengine. Kwa hiyo alimtesa na kumuua Yesu kama vile alikuwa akitesa manabii. Umeelewa sasa? Darasa si ni tamu sasa. Sasa ni tamu. Ukweli shetani, unajua watu wanasema shetani anajua Biblia. Shetani anaambiwa anajua Biblia. Shetani wewe ndio kiwango mwanadamu anajua Biblia ndio shetani atajua. Maana atatoa ufahamu kutoka kwako. Atimo ujui na yajui. So alijua alijua jamaa atafa, lakini what next? Ndio ukiangalia hata wakati ambapo kuna maandiko ambayo shetani anafuatilia kujua kutoka kwa kinywa cha Yesu mwenyewe ajue ni nini kitafanyika baadaye. Lakini Yesu hakumwambia. Maana angejua angetusuia wokovu. Hata ukiangalia kwa majaribu ya Yesu, shetani alitamani sana kujua. So kwa nini shetani anamjaribu Yesu? Anataka kujua what next. Anamwambia jitupe wapi? Maana anajua utakufa. Sasa anataka siri. Yesu atoboe hiyo siri. Amwambia hata nikijitupa hapa chini nikufe, bado nitafufuka. Alikuwa anataka kujua. Anakuta jamaa sebi hicho. Alikuwa anataka kujua ni nini ambacho huyu mtu anaficha. So anamtafuta njia zote, akitafuta tu kujua. Ndio sababu kuna kitu Mathayo anasema kama wangelijua, hawangefanya nini? Hawangemuua mkuu wa uzima. Lakini kwa sababu walikuwa blind. By the way, wao watu walikuwa blind kiasi kwamba ufahamu wao ulikuwa gizani yani. Walikuwa katika giza lenyewe nene. Wewe uone jamaa baada ya Yesu kufufuka wanaungana, maskari wanapewa pesa, masoja wale. Unaona kwamba muende mtanganye kwamba Yesu alifanyaje? Huyo ni Fanuel yako pale. Unajua huyo ni Fanuel wa kanisani huyo. Fanuel wa kanisani huyo. Kitamshika. Ona. Yesu amefufuka. Kwa sababu hawakutarajia atafufuka. Na wakajua wameweka jiwe kubwa, tumemfinish. So alipofufuka, number 1 wafiche aibu. Amefufukaje? Kwa sababu kama amefuka inaonekana ameshinda.
Huyu si nabii wa kawaida vile tulifikiria. So wanaongana kwamba wafiche nini? Mnataka kuniambia wakati wanapeana pesa ili ushahidi ufichwe, hawakuwa na ukweli? Sio kama amejua amefufuka. So kama wangelijua atafufuka, wangemuua. Kwa sababu kwa kupitia kufufuka, basi roho anaachiliwa, watu wote wanakuja wapi? Kwa Bwana. Amen. So tulikuwa tumefika wapi? Namba 8. Mstari wa 8. Tena alipoonekana anaumba kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Yesu alikuwa mwanadamu. Alikuwa na roho. Ama wewe unafikiria Yesu akiwa Mungu mwilini, roho ya Yesu ilikuwa Roho Mtakatifu ama alikuwa na roho yake? Stamili. Yesu akiwa duniani, wewe uchaikaa chini ukajiuliza, Yesu huyu mwenye tunamuita Yesu ndio Mungu? Hebu nikuuliza, wewe una roho? Una roho? Una roho? Una roho? Sisi wote tuna roho. Si ndio? Alafu so roho yako ndio roho ya Mungu, ndio Roho Mtakatifu. So uko na roho, si ndio? Ambayo ilikuwa imekufa. Yeah. Roho yako haijai kufa. So Yesu alikuwa na roho. Akawa na Roho Mtakatifu. Haya, tuache. Msalabani Yesu alikufa mara ngapi? Gani? So tuseme, alikufa mara moja gani? Rohoni ama mwilini? Mwilini. Rohoni akabaki hai. So mtu kama alibaki hai, wangapi wanasema Yesu msalabani alikufa body lakini roho yake ilikuwa hai? Kama ilikuwa hai, ilikuwa ifufuliwe. Kulikuwa naja ufufuo. Ilikufa lakini sio ile ya kupoteza pumzi kama mwili ulikufa. Kwa sababu ya separation. Ya ile separation. Si alipepa dhambi zetu. So Yesu kupepa dhambi zake zetu sisi, alifanywa yeye kuwa mwenye dhambi kwa niaba yetu sisi. So mshahara wa dhambi ni so ilimpasa afanye nini? Afe. Kama angekufa, ufufuo ulikuwa wakati gani? Tuache haya, utaendelea kusoma. Haya, namba 9. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kuna maneno alikuwa yuna namna ya Mungu. Unaweza ona neno kama hilo? Soma verse 6. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Hilo neno, yani hayo maneno yenye tumesomewa hapa yanarejelea Kristo kuwa Mungu. Yanarejelea Kristo kuwa Mungu. Alikuwa yuna namna ya Mungu. So yanarejelea kwamba Kristo ni Mungu. Yaani hakupoteza uungu wake kama mwanadamu. Yaani hakupoteza uungu wake kama mwanadamu. Yaani hakupoteza uungu wake kama mwanadamu. So akiwa duniani alikuwa Mungu 100%, alikuwa mwanadamu 100%. So alikuwa mwanadamu ni
alikula, alifanya kila kitu na nini. Alienda choo. Yesu aliendanga choo kweli? Mungu alienda choo? Mwanadamu ndiye alienda choo. Tuache hii, kuna mambo mengi nimeona kweli. Nafurahia by the way. Alafu kuna manake hakupoteza uungu wake kama mwanadamu. Alafu kuna maneno kitu cha kushikamana nacho. Iko wapi? Kitu cha kushikamana nacho. Tusome. Anasema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Hayo maneno yanamaanisha kwamba Yesu ni Mungu. Hayo tu maneno yenye tumesoma, kitu cha kushikamana nacho, yanamaanisha kwamba Yesu ni Mungu mwenye sifa zote za Mungu, mwenye sifa zote za Mungu. Yanamaanisha kwamba Yesu ni Mungu mwenye sifa zote za Mungu, lakini hakufikiria kushikilia hayo. Lakini hakufikiria kushikilia hayo. Unajua, hii dunia ambayo tuko ndani ilifaulu kumshikilia Mungu kwa sababu amefanyika kwa pamoja. Lakini Mungu yani Mungu namna Mungu alivyo, kama yani Yesu angetumia sifa zake zote kama Mungu, wenda watu wangeokopa hata kumkaribia. Unajua roho yako, kwa sababu umeshikana na roho ya Kristo, kama roho ya mtakatifu, kama vile Roho Mtakatifu alivyo, hivyo ndivyo roho yako ilivyo. Ukachukua roho yako ukaiweka hapa, ukaiona, utasema kweli ina utukufu kweli kweli. So Yesu, kitu cha kushikamana nacho, manake Yesu ni Mungu mwenye sifa zote za Mungu, lakini hakufikiria kushikilia hicho. Yaani akiwa duniani aliamua kutembea kama mwanadamu wa kawaida. Ndio sababu uliona anakula, maana Mungu hali. Mungu hawezi kufa. Tuko pamoja? So angepaki, sasa haingekuwa na faida amekuja alafu apaki kuwa kichwa kimesimama hivi kwamba mimi ni Mungu, anyenyekei. So obviously angekufa. Unaona Mungu hali haendi choo. Mungu hahitaji hewa ya nje yaishi. So aliacha hayo, akaingia kwenye position ya mwanadamu ambaye ana udhaifu. Ndio unasikia kwamba alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Maana kufanyika maskini maana alifanyika mwili. Huo ndio maskini kwake. Kufanyika mwili unaoharibika, udongo. Haleluya. Mwili wa mafumbi kabisa. Alifanyika mtu. Mtu kutoka mafumbini. So kwa hiyo lilikuwa chaguo lake kuangalia mbali uhalisia wa yeye ni nani. Yaani lilikuwa chaguo lake kuangalia, yani kukaa mbali, kukaa mbali na uhalisia wake wa yeye ni nani. Na lilikuwa yani alichagua mwenyewe kukaa mbali na uhalisia wake. Alichagua yeye mwenyewe, hakuna mtu alimlazimisha. Yeye mwenyewe ilikuwa hiari yake kuchagua kukaa mbali na uhalisia wake wa yeye ni nani. So angechagua kukaa kama Mungu, manake kuna vitu havingefanyika. Ilibidi afanyike, akae kwenye hiyo position ya ubinadamu wenyewe, mwanadamu kabisa. Zingatia pia kwamba alijifanya hana utukufu
na akajinyenyekeza. Zingatia pia kwamba alijifanya hana utukufu na akajinyenyekeza. Yaani alijifanya hana utukufu, alikaa kama mtu ambaye hana utukufu, akanyenyekea. Zingatia pia kwamba alijifanya hana utukufu na akajinyenyekeza. Kuna hilo neno akajinyenyekeza, nafikiri tulisoma. Kuna hilo neno akajinyenyekeza, unaweza angalia verse 8. Tena alipoonekana na umbo la kama mwanadamu alijinyenyekeza. Hilo neno alijinyenyekeza lina maana ya kuwa chini, ya kukua chini, sio juu, na kuwa chini, na kukua chini, CHINI, chini. Anaelezea kwamba, mwandishi anaelezea kwamba Yesu alichukua namna ya mtumwa. Alichukua namna ya mtumwa. Unajua mati cha kushangaza, Yesu alijinyenyekeza kiwango kwamba alihitaji mwalimu. Kwani Mungu anahitaji kufundisha? Mwalimu wa Yesu alikuwa nani? Mati amewachipia. Yesu hakuwa na walimu. Alikuwa anaenda hekalu. Nani walikuwa hekalu? Wakati alipaki hekaluni akiwa mtoto. So Yesu amelelewa na akina nani? Yesu alilelewa na akina nani? Mafarisayo. Alafu wakati ameanza huduma anaanza kwa correct. Shida ikaingia. Mtoto mdogo sana mwenye tumeona majusi hapa. Sasa unatuambia wewe ndio Mungu? Haiwezekani katika hilo. So hilo neno kujinyenyekeza ni kuwa chini. Anaelezea kwamba Yesu alichukua namna ya mtumwa, alijinyenyekeza kama mtumwa. Alijinyenyekeza kama mtumwa. Alijinyenyekeza kama mtumwa. Kwa hiyo nimesema anaelezea kwamba Yesu alichukua namna ya mtumwa. Maana yake nini? Alijinyenyekeza kama mtumwa. Kwa hiyo utumishi unachumuisha yote ambayo Yesu alifanya. Utumishi unachumuisha yote ambayo Yesu alifanya. Kwa hiyo utumishi unachumuisha yote ambayo Yesu alifanya. Alijishusha. So katika utumishi unahitaji kufanya nini? Kujishusha. So mtu ambaye ukitaka kutumika vizuri, ufuate nyayo za nani? Za Yesu. Kujinyenyekeza. Unajishusha. Sasa Matthew ni mdogo. Kurubu lake liko na watu ambao wamemliko umri, si ndio? Hao watu wanafaa wafanyaje? Wanajishusha mbele yake, si ndio? Wanajishusha. Hata hapa kanisani si watakuja watu wana umri kutuliko. Kuna watu watakuja hapa wana umri mkubwa sana. Tutahitaji kujishusha mbele yao. Na wao wanahitaji kujishusha. Huo ndio utumishi. Si ati anakuangalia anasema kijana mdogo wewe. Utaniambia ni mdogo. So tunaangalia hilo. So katika utumishi wa Kristo kuna mifano iliyopatikana kuna mifano ambayo inapatikana katika Biblia, mifano ya utumishi wa Kikristo. Yaani kuna mifano ambayo inapatikana kwa Biblia, mifano ambayo ni utumishi, mfano wa utumishi wa Kikristo. Na hii mifano inatokea kwenye utumishi wa Kristo, ama inatokea kwenye inatokea kwenye utumishi wa Kristo. So kutokea kwenye utumishi wa Kristo kuna mifano ya utumishi wa Kikristo. Haleluya. Kutokea kwenye utumishi wa Kristo kuna mifano ya utumishi wa Kikristo. Yesu pia alifundisha ukweli huu.
Tuangalia kidogo pia Yohana 13 kuanzia 4 mpaka 12. Yesu alionyesha utumishi wa kujinyenyekeza. Kuna mifano ambayo tunaitoa kwa Yesu ambayo yaani kuna mifano iko kwa Biblia ambayo imesaliwa kutokana na utumishi wa Yesu Kristo. John 13:4 mpaka 12. Yohana 13:4. Anasema aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Yaani mavazi ya nguvu ya bei, unatondosha sudi yako unaweka kando, unakunja shati, vizuri, nataka kuwatumikia watu. Akafanyaje? 5. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta na kile kitambaa alichokifunga. Sasa tusemezane tu kweli, kati ya Yesu na wanafunzi ni nani ambaye alikuwa aoshe wengine miguu? Wanafunzi. Tukija tu kwa swala la kawaida ni wanafunzi, si ndio? Waonyeshe hiyo ndio heshima. Lakini sasa hapa mkuu ndiye anayeosha wadogo, si ndio? So mkuu anawatumikia wadogo. 6. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia. Na hii kitu ambacho tunasoma hapa ya kutawadha miguu, hili ni fundisho. Yesu hakusema tuoshe watu miguu kanisani. Hili ni fundisho la Kristo. Kuna kitu anataka waone spiritually. Watu ambao Yesu ametembea nao na watu ambao Musa alitembea na wao walihitaji mifano hizi. Wanafunzi walihitaji mifano kwa sababu hata wako wana roho ndani yao. So kuna vitu ambavyo hawangeelewa. So Yesu, ili ni fundisho ambalo linahitaji kutazamwa kwa chinzi ya kiroho. Muktadha wake ni spiritual. Leo unaona wachungaji wanajifunga pia vitambaa. Tena wanasoma hapa, anatoa koti lake na nini anaweka kando, anajifunga kitambaa, analeta maji anawanawisha ati inaitwa ibada ya kuosha miguu. Unajua shida, watu walikimbilia vitu bila kujua. Na mimi nasisitiza tu kusema, katika kitu kinachoitwa wanafunzi, wokovu ni once and for all. Wokovu ni mara moja, lakini wanafunzi ni milele. Hakuna siku utasema umehitimu. Hata vile tunajifunza hapa, tukimaliza ukingo wa fundisho hili, hakuna kusema sasa watu wamehitimu ati mnapata vyeti. Kama tutakupea cheti, tunakuambia uendelee kujifunza na wewe ufunze wengine. Haleluya. So unafundishwa tumalize, tukuweke kwa makundi na wewe uendelee kufunza na uendelee kujifunza pia. Kwenye kanisa hakuna kupata degree kusema sasa mimi nimehitimu, watu wengi walishapata degree. Hayajifunzi tena. Yeye anachukua Biblia anaenda mbele anasoma ameshapata ujumbe. Ameshaota ndoto zake, Bwana nipe ujumbe kusema na kanisa. Wengine wamechanganyikiwa akili zao, wanasema wanapata ujumbe wakiwa kwa pulpit. Unaleta watu ndoto ndio ujumbe. Maono. Ati mimi nimeenda zaidi. Mwingine anasema mimi si kama mchungaji wewe wenu. Mimi ujumbe wangu nikishaenda kwa pulpit ndio Bwana ananiletea vitu kutoka jikoni. Kaa tu na ujumbe wako wa jikoni. Ujue wengi hawakubaliani na kutengeneza fundisho. Kama huwezi tengeneza fundisho, wewe ni mwalimu fake. Hata Musa ametengeneza fundisho. Na ndio mambo tunasoma leo. Wewe unataka kutoa yako kijuani. Mimi huwa nafurahia wakati naona Tamina akifundisha na notes. So unafuatiliana. Tumishi kama huyu ana notes hata yeye, zenye zinamkite. Maana unaweza ukosa notes, unaweza jikuta umeongea vitu zenye hata ulikuwa usiongea kwa wakati huo. Kuna vitu zingine ni nzito, ngumu za watoto kumeza. Unaanza kuachilia tu. Notes na kukite. Mtu ambaye hana notes ni si rahisi akuwe na muendelezo wa fundisho. Nafundisha leo, kesho naleta fundisho lingine, kesho lingine, vichwa vimejaa. Una mfululizo.
Somo lenyewe tu wokovu unaweza uweze fundisha hata mwaka, utafundisha milele. So una series zinakuwa zimepanga tu. So hili ni fundisho. Hii sisi kwanza kuna